Mheshimiwa Mstahiki Meya, kama tunakumbuka, kwa mwaka wa fedha uliopita tulitenga fedha kiasi cha milioni 656 kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa Majengo awamu ya kwanza, ambapo baada ya Mheshimiwa Rais kututangazia rasmi kwamba mashindano ya AFCON Tanzania itakwenda kuwa miongoni mwa nchi ambayo mashindano haya yatakwenda kuchezwa, na Mheshimiwa Rais kuamua kujenga uwanja wa michezo kule Arusha. Kama mnakumbuka, sisi halmashauri ya manispaa ya Moshi tulileta proposal wataalamu kwenye kamati ya fedha ya kubadilika sasa kutoka kujenga uwanja wa Majengo katika hali ya kawaida na sasa tuhamie kujenga kwenye hali ya kisasa ili kuweza kutumia fursa ya mashindano hii ya AFCON, lakini ikiwa tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa vitendo, tukiamini kabisa unapoizungumza Arusha, basi watu wote wanaokuja Arusha watatamani kuja kutembelea mlima Kilimanjaro ambao unapatikana ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Lakini timu zitakujaje mkoa wa Kilimanjaro? Kuna fursa pekee ya timu kuweza kuja mkoa wa Kilimanjaro ni sisi halmashauri ya manispaa ya Moshi kupitia mapato yetu ya ndani kujenga uwanja wa kisasa na kuwawezesha timu kuja kufanya mazoezi ndani ya Moshi. Mheshimiwa Mstahiki, tunapokwenda kuingia mkataba huu wa leo, kimsingi tulitangaza zabuni kwa mujibu wa taratibu, na ndugu Silverstone Company waliibuka kuwa washindi, au wanapatikana Kibaha mkoa wa Pwani, waliibuka kuwa washindi kwa zabuni ya bilioni 2,149,658,800 kwa maana ya ujenzi wa uwanja huu wa Majengo awamu ya pili. Fedha tunazotolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye idara nyingine zinakwenda kukidhi mahitaji ya wananchi, na ndio maana tunapopanga tunatekeleza. Hata sasa tumepanga ndani ya mapato yetu ya ndani kwenda kutengeneza uwanja wa mpira, mapato yetu ya ndani ya bilioni 2.1, na tunakwenda kutekeleza. Hii yote hatuna sababu, hatuna namna, lazima tumshukuru na kumpongeza Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna anapopigania ndani ya manispaa yetu. Na mimi pia niungane na wenzangu kumwasa mkandarasi kwa hii kazi ina time frame. Yaani kusudio kubwa la hii kazi kuhakikisha kwamba inakamilika kabla ya AFCON kuanza. Yaani lengo kubwa utamaliza, hata kama unafanya miaka 5 utamaliza, lakini haitakuwa na maana kama hautamaliza kabla ya AFCON kuanza. Yaani nataka uwanja umalizike, tukae tujipe muda kuangalia uwanja wetu mfupi ndipo AFCON ianze. Ili yale makusudio yetu na malengo yetu na malengo ya Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yaweze kutimia. Sasa hivi tunaenda kuondoa ule mfumo kabisa na kujenga ile eneo, kwa maana kwamba kuondoa tabaka la udongo na kuweka matabaka maalum sasa ambayo yataweza kupokea hizi nyasi bandia ambazo mkurugenzi amesema tunaenda kuweka nyasi ambazo zina kiwango cha FIFA. Sasa ili kuziweka lazima waandae ile ardhi pale kitaalamu vizuri, lakini pia itatakiwa uwanja usituame maji. Kwa hiyo tunajenga kwa namna ambayo maji yanafyonzwa chini, yanaingia kwenye mabomba, yanatoka kwenye mitaro. Kutakuwa na mtaro unaozunguka uwanja ambao utakuwa umefunikwa kwa precast concrete kwa ajili ya kudrain hayo maji ambayo wakati wa mvua, kama kuna mvua kubwa, maji yote yatatoka, yataingia kwenye mitaro, yatatoka nje kuingia kwenye mitaro ya kawaida ya maji ya mvua ya barabara. Kwa majina, mimi naitwa Joseph Gladstone Mrema, ni mzawa lakini ni mfanyabiashara wa Dar es Salaam na Kibaha. Kwa hiyo Majengo nafahamu, Moshi nimekulia hapa. Kwa hiyo kitu sisi sio waongeaji sana, sisi ni utekelezaji. Ninachopenda kuahidi hapa ni utekelezaji wa spidi na kuhitaji ushirikiano wa wale wote watakaohitajika kutupa ushirikiano ili tuweze kulifanya hili jambo kwa wakati na tuweze kutimiza malengo. Kwa niaba ya chama cha mpira wa mkoa wa Kilimanjaro KRFA, jambo ambalo umelifanya Mheshimiwa Mkurugenzi na Mstahiki Meya ni jambo kubwa na la kihistoria ambalo haliwezi kusahaulika kwa sisi wadau wa mchezo ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Namna ambavyo mnamuunga mkono Mheshimiwa Rais, mnaunganisha vitu viwili, mmeunganisha Royal Tour na mmeunganisha AFCON, kwa maana ya
tunakwenda kufanya utalii wa kimpira. Mheshimiwa Mkurugenzi, umezungumza kwamba wadau watakapokuja kucheza mpira pia watapanda mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo tunafanya michezo pamoja na utalii vinakwenda sambamba, na ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba michezo na utalii vinakwenda sambamba ili kupata mapato.